Kwa hiyo mtu kujinasibu kwa babu yake, kwa babu wa babu yake na kuendelea ni sawa, na sio katika mlango wa qadhf kama ilivyotuambia Qur'an, kama atamaha ala abawaika min qablu Ibrahima wa Ishaq. Haya ameyataja Jamaluddin al-Qasimi katika Mahasin Tawil. Faida nyingine katika aya kuna ubainifu, bayanu anna ni'mata Allahi ala al-'abd ni'matun ala kulli man yattasilu bih min ahli baytihi wa aqaribihi wa ashabihi. Al-Imam السعدي katika Taysir al-Karim al-Rahman fi Taysir al-Karim al-Mannan fi tafsir kalam al-Mannan anatuambia hivyo kwamba neema yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha nayo mtu, basi hiyo ni neema kwa kila anayenasibiana naye, kila anayeungana naye pia hiyo ni neema kwake, na hiyo ni manqaba, ni fadhila hizo kwa jamaa zake, marafiki zake na ndugu zake. Ni neema, utaambiwa nyinyi mmeneemeshwa kwa sababu ya fulani. Ndio baadhi ya miji hutajwa kwa kuwa kumetoka wanawazuoni wakubwa, wakitajwa kwamba wale watu fulani, wale ni jamaa zake al-Imam al-Bukhari, wale ni jamaa zake al-Imam Abu Daud as-Sijistani. Nini? Kwa sababu ya fadhila ile ya ilmu na watu fulani. Kwa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humneemesha mja, neema yoyote, basi ni neema kwa watu wake, na hasa neema kama hizi ambazo Allah huwachagua waja wake, neema za ilmu na iman na taqwa, na kama neema ya nubuwa, na hilo ndio lipata hapa. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وآل يعقوب yote, familia ya Yakubu yote imeneemeka kwa neema hiyo ya wazee na neema aliyopata Yusuf. Faida nyingine hii itaungana zaidi huko mbele, taitaja tu hapa lakini ina mahala pake. At-tarbiyatu fi sighar laha fawaiduha fi al-kibar, malezi bora katika utoto yana faida katika utu uzima. Haya ndio kumuelezea Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, mitihani aliyokumbana nayo na namna alivyokabiliana nayo, kwa sababu ya vile Allah alivyomneemesha katika tauhid na malezi bora aliyopata kutoka kwa baba yake, pamoja na kwamba alitoka kwa baba yake akiwa kijana mdogo. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin, pia pana faida pale. Miongoni mwa faida kwa itaifanya hii ndio ya 30. Tusema sailuna litta'lim hum alladhina yantafi'una bil ayat wal ibar, wale wenye kuuliza kwa lengo la kutaka kujifunza ndio wanaonufaika na ayat na ishara mbalimbali na mazingatio, wanaonufaika na ilmu yenye manufaa, kinyume na wale wenye kupuuza au wale wenye kuuliza kwa lengo la kutaka kujaribu watu au kwa lengo la kutaka kujionyesha kwamba wao wajua, kwamba huyu mpaka kuuliza swali hili, huyu ana elimu huyu. Kikaa badala ya kuuliza dini yake, mambo ya msingi ya itikadi yake, au mambo ya msingi yanayohusu tahara yake, kwenye tahara yake pia ni mtihani, jambo la msingi au mambo ya msingi yanayohusu ibada zake na namna kuzitekeleza, kwamba wapi pataharibu ibada au nifanye vipi. Yeye atakuuliza sasa, yule Nabii Musa ile fimbo yake ilikuwa ni ya mti gani? Wewe akuhusu nini? Mbona hapa katika Qur'an anasema inna. Sasa hapa vipi hapa? Ajifanya ajua, kumbe kasikia makadiani au kasikia sijui mafalsafa huko, lakini ili mradi atakuchokoa maneno kama vile ana ufahamu mkubwa. Watu hao wapo hapo, akishakuona umesoma atakujaribu hivi, vipi hapa? Watu namna hii hawapati faida yoyote katika dini. Majibu yao ni kwamba sijui, niambie wewe. Sasa huyu Adamu huyu na mkewe walioona vipi?
Sasa huyu si alikuwa mwanawe huyo, alafu hao watoto ambao walikuwa waoana kwa sababu wewe mwana haramu. Si babako kazaa haramu, babako Adam. Usimjibu hivi, mtapigana. Ni kwamba yule asema vile ataka kujitukana. Wewe kuhusu nini mambo? Yaani nauliza mfano maswali kama hayo, ya kuhusu nini wewe? Umeelewa? Kwa sababu anauliza lakini si kwa lengo la kutaka kunufaika na ilmu. Ataka kujaribu, ataka kuchokochoa maneno basi. Na hii ndio tabia ya Waislamu wengi. Yaani mtu hajui chochote kuhusu tahara yake. Ukimuuliza vichanguzi vya udhu ni vingapi, hajui. Namwambia sasa, wewe baba, wewe ukifanya vitu gani udhu wako umechanguka? Hajui. Sasa mbona uuliza mambo haya? Usiulize hili mimi nikwambie, nikufundishe. Ni mambo mangapi yenye kuharibu swala yako? Ukisimama kuswali, ukifanya moja katika hiyo swala yako imeharibika. Wajua? Sijui. Sasa siulize. Wewe sijui nguzo za la ilaha illa Allah, kama la ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? Kalimatu tauhid masharti yake ni mangapi? Hujui. Uliza sasa. Umepata mtu anayejua, muulize akufahamishe. Leo waleta mambo ubaramaki hapa kuuliza mambo ya kipumbavu. Sasa hizi aya, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Na kisailina kina nani? Wale asailuna litta'lim hum alladhina yantafi'una bil ayati wal ibar. Ni hao. Sasa wewe ndio tabia yako hiyo. Ndio maana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, masahaba baadhi wao na watu wengine wakawa wanamshangaa, anna laka hadha alilm, wewe umetoa wapi elimu hii mtoto mdogo wewe? Akasema lisanun saulun wa qalbun aqul, ni ule ulimi wenye kuuliza mambo ya kielimu ya kisawasawa na moyo uliojaa akili. Nauliza mambo ya maana. Ndio maana nikapata hii ilmu. Na wauliza wakubwa, watu niliwadhiriki. Yeye alikuwa akihangaika akimtafuta Ibn Mas'ud kina nani, wale watu wakubwa waliomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawapita wale watu waliomzidi yeye kiumri, kwa sababu yeye aliheruka mapema. Akauliza, wao wengine hawakuuliza, walikaa tu. Haya, hili ni jambo la tufundisha sisi katika maisha yetu. Tunapopata fursa za kukutana na watu wasomi, watu wenye ilmu, kuwauliza mambo yenye manufaa na sisi. Wakikutana na wazee na watu wazima, waulize mambo ya zamani yenye maana, sio mambo ya kijinga jinga. Enzi zenu vipi, mlikuwa mpigana sana itakusaidia nini sasa? Leo kuna watu ukiwauliza ukoo wao na nasabu yao hajui. Kwa nini? Kwa sababu zake amewadiriki, wamekufa, hakuwauliza, hakuwa na akili ya kuuliza. Hawa ni wengi tu. Usiwe katika wao.